Jambo na karibu wapendwa wasikilizaji na watazamaji wa Congo Post News. Tunawakaribisha tena katika taarifa zetu za habari za asubuhi ya leo, ikiwa ni tarehe 13 mwezi wa 7 mwaka 2026. Wapendwa wasikilizaji na watazamaji, kama itakuwa ni mara yako kwanza kufuatilia habari kupitia mtandao wetu wa YouTube Congo Post News, hakikisha una subscribe, like, comment na kushare, na kwa lugha nyingine banasema unajiabone na komante vile vile una partage. Na katika taarifa zetu za habari za asubuhi ya leo, ikiwa ni tarehe 13 mwezi wa 7 mwaka 2026, tutaongelea matukio mbalimbali kutoka mashariki mwa DRC, hususan habari za vita vinavyoendelea kati ya waasi wa M23 wakipambana na jeshi la serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC wanaoungwa mkono na wanamgambo wa kujitolea wanaojulikana kama Wazalendo. Vile vile pia tuongelea vita vinavyoendelea kati ya waasi wa Twirwaneho Tabara wanaoungwa mkono na M23 wanaopata msaada kutoka huko Rwanda na ikiendelea kusaidiwa na wanamgambo wa Wazalendo. Karibu katika taarifa yetu habari ya asubuhi. Karibu. Tuanze na habari kutoka katika mkoa wa Kivu Kusini, ambako wananchi wa wilaya Fizi iliyoko katika mkoa wa Kivu Kusini nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wameeleza kuendelea kuiunga mkono jeshi la taifa la Kongo FARDC wakati mapigano dhidi ya waasi wa M23 yakiendelea katika baadhi ya maeneo ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa na viongozi wa eneo hilo, wananchi wamewataka watu wanaosambaza taarifa za upotoshaji na zinazolenga kuchochea hofu kuacha kufanya hivyo. Wamesema kuwa propaganda za taarifa zisizo sahihi haziwezi kubadilisha msimamo wao wa kuendelea kuliamini jeshi lao. Wakazi wa Fizi wanaeleza kuwa wamechagua kusimama pamoja na jeshi lao la FARDC kwa imani kwamba lina uwezo wa kukabiliana na changamoto za kiusalama na kulinda mamlaka ya nchi. Wamewahimiza wananchi kuendelea kuwa watulivu na kushirikiana na vyombo vya dola ili kudumisha usalama katika maeneo yao. Kauli hiyo inakuja wakati hali ya usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ikiendelea kuwa mbaya kutokana na mapigano ya mara kwa mara kati ya jeshi la serikali na waasi wa M23, hali inayosababisha maelfu ya wananchi kukimbia makazi yao. Serikali ya Kongo imekuwa ikisisitiza dhamira yake ya kurejesha amani na usalama katika maeneo yote yaliyoathiriwa na vita, huku ikitoa wito kwa wananchi kuendelea kuunga mkono juhudi za vyombo vya ulinzi na usalama. Hadi sasa mapambano katika baadhi ya maeneo yanaendelea, huko juhudi za kidiplomasia na za kikanda zikiendelea kutafuta suluhisho la kudumu kwa mgogoro huo unaoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tubaki tu katika eneo la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako hali ya usalama inaendelea kuzorota katika mji wa Kaina na Kirumba iliyoko kusini mwa wilaya ya Lubero katika jimbo la Kivu Kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa asasi za kiraia za eneo hilo, wakazi wa Kaina na Kirumba wamekuwa wakikabiliwa na ongezeko la matukio ya uhalifu hasa nyakati za usiku. Inaelezwa kuwa karibu kila usiku uripotiwa matukio ya uvamizi wa nyumba na uporaji, hali inayozua hofu kubwa miongoni mwa wananchi. Taarifa hizo zinaeleza kuwa washambuliaji wanadaiwa kuhusika na matukio hayo, hutumia mapanga na silaha nyingine ya jadi ili kuwashambulia raia. Katika kipindi cha wiki moja iliyopita, mtu mmoja ameripotiwa kupoteza maisha huku wengine 9 wakijeruhiwa vibaya katika mashambulizi tofauti. Kutokana na hali hiyo, vijana wa mji wa Kirumba walifanya maandamano ya usiku siku ya Jumamosi wakilalamikia kuongezeka kwa vitendo vya ukosefu wa usalama na kutaka hatua za haraka zichukuliwe ili kuwalinda wananchi. Kwa mujibu wa taarifa hizo, eneo la Kaina na Kirumba kwa sasa liko chini ya udhibiti wa muungano wa M23. Wakati wa mchana wa siku hiyo, baadhi ya wawakilishi wa M23 walizungumza na wananchi wakijaribu kuhakikishia usalama. Hata hivyo, hakuna maelezo ya kina iliyotolewa kuhusu chanzo cha ongezeko la mashambulizi hayo wala hatua mahsusi zinazochukuliwa ili kudhibiti matukio kama hayo yasijirudie. Wakazi wengi wanasema wamekuwa wakiishi katika hofu kubwa kwa zaidi ya wiki moja, wakihofia kutoka majumbani mwao
nyakati za usiku kutokana na mashambulizi yanayoendelea kuripotiwa. Mashirika ya kiraia na viongozi wa kijamii wamezitaka mamlaka husika pamoja na pande zote zinazodhibiti eneo hilo kuchukua hatua za haraka ili kuhakikisha usalama wa raia unarejeshwa na wahusika wa vitendo hivyo wanawajibishwa au wanafikishwa mbele za sheria. Hali katika maeneo hayo inaendelea kufuatiliwa kwa karibu, huku wananchi wakitarajia kurejea kwa amani na usalama ili waweze kuendelea na shughuli zao za kila siku bila hofu. Tubaki tu Kivu Kusini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako mapigano na mabadiliko ya udhibiti yanaendelea kushuhudiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Safari hii taarifa zinaeleza kuwa wapiganaji wa kujilinda wanaojulikana kama Wazalendo wamechukua tena udhibiti wa mji wa Kipupu, makao makuu ya sekta ya Itombwe katika wilaya ya Mwenga mkoani Kivu Kusini. Kwa mujibu wa taarifa zilizopatikana, Wazalendo waliingia katika eneo hilo baada ya makundi yaliyokuwa yakishikilia kuondoka bila kuripotiwa kwa mapigano ya moja kwa moja kati ya pande hizo zote mbili. Eneo hilo lilikuwa limekaliwa kwa muda na makundi ya waasi wa Twirwaneho na Red Tabara. Vyanzo vya eneo hilo vinaeleza kuwa kuondoka kwa makundi hayo yalitoa nafasi kwa Wazalendo kurejea na kuweka tena uwepo wao mjini Kipupu. Hata hivyo, hali ya usalama katika eneo hilo inaendelea kufuatiliwa kwa karibu kutokana na uwezekano wa mabadiliko ya haraka ya uwanja wa mapambano. Baadhi ya taarifa zinazotolewa na vyanzo vya ndani vinadai kuwa makundi ya Twirwaneho na Red Tabara yanashirikiana na waasi wa M23. Hata hivyo, madai hayo yanaendelea kuwa sehemu ya mvutano wa kisiasa, kijeshi na hayajathibitishwa kwa kujitegemea. Kipupu ni eneo lenye umuhimu wa kimkakati katika sekta ya Itombwe kutokana na nafasi yake ya kijiografia na mchango wake katika shughuli za kiutawala na usafiri. Kwa sababu hiyo, mabadiliko yoyote ya udhibiti wa eneo hilo yana athari kwa hali ya usalama na maisha ya wananchi wanaoishi katika maeneo ya jirani. Wakazi wa eneo hilo wanaendelea kukabiliwa na changamoto mbalimbali zinazotokana na migogoro ya muda mrefu, ikiwemo kuhama kwa baadhi ya familia, kusitishwa kwa shughuli za kiuchumi na hofu ya kurejea kwa mapambano. Wakati huo, mamlaka za Kongo pamoja na wadau wa kikanda na kimataifa wanaendelea kusisitiza umuhimu wa mazungumzo ya amani na juhudi za kurejesha utulivu katika eneo la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako makundi mbalimbali yenye silaha imekuwa yakipigania udhibiti wa maeneo mengi kwa miaka mingi sasa. Hadi sasa hakuna taarifa rasmi zilizotolewa kuhusu hatua zinazofuata baada ya Wazalendo kurejea huko Kipupu. Hali inaendelea kufuatiliwa kwa karibu, huku wananchi wakitarajia kurejea kwa amani na utulivu katika eneo hilo. Tuendelee na habari kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hususan katika mkoa wa Kivu Kaskazini, mashariki mwa DRC. Hali ya usalama ilitanda katika mji wa Kasindi usiku wa kuamkia Ijumaa tarehe 10 mwezi wa 7 mwaka 2026 baada ya milio ya risasi kusikika katika baadhi ya maeneo mbalimbali ya mtaa wa Kikemba. Kwa mujibu wa polisi wa taifa ya Kongo, tukio lilitokea baada ya wakazi kutoa taarifa kuhusu kundi la watu wenye silaha waliokuwa wamevamia nyumba za raia na kuanza kufanya uporaji. Baada ya kupokea taarifa hizo, vikosi vya doria vya polisi vilifika haraka eneo la tukio na kuanza operation za kuwasaka wahalifu au polisi walikabiliana na washakiwa au kwa kubadilishana risasi kwa muda mfupi, huku wakijaribu kurejesha usalama na kuzuia uhalifu kuendelea na vitendo hivyo. Taarifa zinaeleza kuwa baada ya dakika chache za mapambano hali ilirejea kuwa tulivu. Hata hivyo, wahalifu walifanikiwa kutoroka huku wakiondoka na mali mbalimbali walizokuwa wamezipora kutoka kwa wananchi. Polisi wanasema kuwa wakati wa msako dhidi ya wahalifu waliokuwa wanakimbia, washakiwa au walifyatua risasi kwa lengo la kuzua mgawanyiko na kujipatia nafasi ya kutoroka vizuri. Kutokana na kuibuka tena kwa matukio ya uhalifu baada ya kipindi kirefu cha utulivu katika eneo la Kasindi, mkuu wa polisi wa Kasindi Kamishna mkuu Kasereka Kambere Claude ametoa onyo kali kwa watu wote wanaohusika moja kwa moja au kwa njia yoyote katika vitendo vya kihalifu. Alisitiza kuwa vyombo vya usalama vitaendelea kuwafuatilia na kuwachukulia hatua kali wahusika wote wanaobainika kuhusika na uporaji, ujambazi au kusaidia wahalifu. Wamewataka wananchi kuendelea kuwa macho na kushirikiana
kushirikiana kwa karibu na vyombo vya usalama kwa kutoa taarifa kuhusu watu wanaowatia shaka au wanaohusishwa na vitendo vya uhalifu. Polisi wa taifa la Kongo katika kamisheni ya Kasindi wamehakikishia wananchi kuwa wanaendelea na juhudi za kuimarisha ulinzi na usalama wa watu pamoja na mali zao, huko operation za kuwasaka wahalifu au zikiendelea. Hadi sasa hakuna taarifa rasmi ya watu waliouawa au kujeruhiwa katika tukio hilo, lakini uchunguzi unaendelea ili kubaini waliotekeleza uvamizi huo na kurejesha mali zilizoporwa kabisa. Hiyo ndio ilikuwa ripoti ya usalama kutoka eneo la Kasindi katika wilaya Beni. Twende na habari kutoka katika mkoa wa Okatanga ambako mamlaka ya jiji ya Lubumbashi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imetangaza kupiga marufuku maandamano yote ya umma, mikutano na shughuli za kisiasa zinazofanyika nje ya makao rasmi ya vyama vya siasa. Uamuzi huo umetolewa wakati ambako maandamano ya upinzani yalikuwa yakipangwa kufanyika tarehe 12 mwezi wa 7 mwaka 2026, yani siku ya jana. Katika taarifa rasmi iliyotiwa saini tarehe 3 mwezi wa 7 mwaka 2026 na naibu meya wa Lubumbashi Patrick Kafwimbi Mamumba, imeelezwa kuwa hatua hiyo inalenga kulinda usalama wa umma, kudumisha utulivu wa kijamii na kuhakikisha matumizi sahihi ya maeneo ya umma ndani ya jiji. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, kuanzia sasa vyama vya siasa vitaruhusiwa kufanya mikutano na shughuli zao ndani ya makao au ofisi zao rasmi pekee kwa kuzingatia sheria na kanuni zinazotumika nchini. Hatua hii imekuja wakati harakati za C64 ikitoa wito wa kufanyika maandamano katika miji mbalimbali ya nchi kupinga mapendekezo ya kufanya mabadiliko ya katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mjadala kuhusu uwezekano wa kuifanya katiba marekebisho unaendelea kuzua mgawanyiko mikubwa miongoni mwa wanasiasa nchini humo. Mamlaka ya Lubumbashi zimezitaka pia kamati za usalama kuhakikisha agizo hilo linatekelezwa kikamilifu katika maeneo yote ya jiji. Mtu yeyote atakayekiuka marufuku hiyo atachukuliwa hatua za kisheria kwa mujibu wa sheria za nchi. Kwa sasa maandamano yote ya madhara yamepigwa marufuku mjini Lubumbashi hadi pale mamlaka zitakapotoa taarifa nyingine. Hivyo vyama vya siasa na mashirika mengine yanapaswa kuendesha shughuli zao ndani ya makao yao rasmi pekee. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji, basi tuendelee na taarifa yetu ya habari mpaka tamati. Baada ya kusikiliza taarifa zetu za habari kutoka sehemu mbalimbali nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mpendwa msikilizaji na mtazamaji, basi acha nikuunge moja kwa moja na habari za kimataifa ili upate kujua nini kinachoendelea pembe zote za dunia. Karibu. Na ninaanza na ripoti kwamba mazishi ya kiongozi mkuu wa zamani wa Iran Ayatollah Ali Khamenei yamefanyika leo katika mji mtakatifu wa Mashhad, huku yakifunikwa na mashambulizi mapya kati ya Marekani na Iran yalizidisha hofu ya kurejea kwa vita kamili katika Mashariki ya Kati. Wakati Washington ikisema inalenga kudhoofisha uwezo wa kijeshi wa Tehran, Iran nayo imejibu kwa kushambulia maeneo yanayohusishwa na Marekani katika mataifa ya Ghuba. Idi Sesanga na taarifa zaidi. Maelfu ya waombolezaji wamefurika katika mji wa Mashhad kaskazini mwa Iran kushiriki mazishi ya Ayatollah Ali Khamenei aliyeuawa katika shambulizi la pamoja la Marekani na Israeli mwishoni mwa Februari. Waombolezaji walibeba bendera za Iran, picha za Khamenei na bendera nyekundu zinazotafsiriwa na wengi kuwa ishara ya kulipiza kisasi. Hata hivyo, mwanaye na mrithi wake Ayatollah Mojtaba Khamenei hakuonekana hadharani. Vyombo vya habari vya Iran vimesema bado anaendelea kuuguza majeraha aliyopata katika shambulizi lililomuua baba yake na hajaanza kuonekana mbele ya wananchi tangu alipoteuliwa kuwa kiongozi mkuu wa nchi hiyo. Hoda, mama wa nyumbani mwenye umri wa miaka 35 aliyeshiriki katika mazishi hayo, amesema kwao mazungumzo si kipaumbele bali kulipiza kisasi. Kitu pekee kitakachoturidhisha ni vifo vya Trump na Netanyahu. Hatupaswi kufanya maelewano kwa hali yoyote kwa sababu hatuna sababu ya kufanya maridhiano na Marekani au Israel. Wamemuua kiongozi wetu. Serikali yetu haina haki ya kurudi nyuma na wananchi hawatakubali makubaliano yoyote, kama alivyoeleza Aga Mojtaba.
Lakini wakati mazishi hayo yakiendelea mjini Mashhad, Marekani ilifanya mashambulizi mapya kwa usiku wa pili mfululizo dhidi ya takriban maeneo 90 ya kijeshi nchini Iran. Jeshi la Marekani limesema mashambulizi hayo yalilenga mifumo ya ulinzi wa anga, vituo vya rada, maghala ya makombora na droni pamoja na miundombinu ya kijeshi katika mwambao wa Iran kwa lengo la kupunguza uwezo wa Tehran wa kutishia usafiri wa meli katika mlango wa Hormuz. Kwa mujibu wa Wizara ya Afya ya Iran, watu wasiopungua 14 wameuawa na wengine 78 kujeruhiwa. Maafisa wa Iran wamesema pia kwamba eneo la nje ya kinu cha nyuklia cha Bushehr lilipigwa, ingawa hawajaripoti uharibifu kwenye mtambo wenyewe. Tehran ilijibu kwa kushambulia kile ilichokiita miundombinu ya jeshi la Marekani nchini Bahrain, Kuwait na Qatar. Iran imesema ililenga mifumo ya Patriot nchini Kuwait, kituo cha tahadhari za mapema nchini Qatar na ghala la mafuta la jeshi la Marekani nchini Bahrain. Ving'ora vya tahadhari vilisikika pia nchini Jordan ambako makombora 8 yalidunguliwa bila kusababisha majeruhi. Mashambulizi hayo yamefanyika saa chache baada ya Rais Donald Trump kutangaza kuwa makubaliano ya muda ya kusitisha vita yamevunjika kufuatia mashambulizi dhidi ya meli katika mlango bahari wa Hormuz. Trump alisema mashambulizi hayo ni kulipiza kisasi na kuonya kuwa hatua kali zaidi zitachukuliwa ikiwa Iran itaendelea kuhatarisha usafiri wa majini. Iran kwa upande wake imeutuhumu utawala wa Marekani kwa kuvunja makubaliano na kuonya kuwa kila shambulizi litajibiwa. Mvutano huo umeongeza hofu ya kurejea kwa vita kamili katika kanda ya Mashariki ya Kati na kuibua wasiwasi kuhusu usalama wa mlango bahari wa Hormuz, njia inayopitisha karibu 20% ya mafuta yanayouzwa duniani. Ni ripoti yake Idi Sesanga, asante sana. Huko visiwani Zanzibar leo kulisainiwa tamko la pamoja la vyama vikuu vya kisiasa CCM kinachotawala na ACT Wazalendo cha upinzani, linaloweka msingi wa vyama hivyo kushirikiana kukwamua mkwamo wa kisiasa uliovikumba visiwa hivyo tangu kumalizika kwa uchaguzi mkuu wa Oktoba mwaka 2025. Hii si mara ya kwanza kwa pande hasimu visiwani humo kupata mwafaka wa kisiasa, lakini kila mara ukaribi hapo uchaguzi hali ni ile ile ya kutoaminiana na matokeo yake yamekuwa na maafa yanayohusisha upoteaji wa maisha, mali na heshima. Mwenzangu Mohamed Khalef amemuuliza mwandishi wa habari wa siku nyingi visiwani humo Jabir Idrisa juu ya kile kilichobadilika kwenye awamu hii. Ukisema hakuna kipya utakuwa hujapatia sawa sawa, lakini pia ukisema kuna kipya utakuwa bado hujaenda vizuri. Inamaanisha kwamba bado kuna kazi ya kufanya. Tuichukue hii hatua ya leo kama hatua 3 katika kwenda mbele, hatua ziwe 10. Unapozingatia hatua 7 zilizobakia na zilizopigwa, je, unadhani kwamba zilizopigwa ni muhimu zaidi na ndo za msingi na kwamba bila ya kupigwa hizi hizo 7 zisikufikiwa, au unadhani kwamba hapana, kazi kubwa zaidi ambayo imebakia kuna imeshatekelezwa? Hii hatua ni muhimu sana kwa sababu ya kufika zile hatua 7 zilizobaki isingewezekana kama hazikupigwa hizi 3, kwa sababu hapa pamewekwa msingi. Kuna haja ya kuendelea kuyatazama kwa upana zaidi yale tuliyoambiwa maeneo ambayo ni ya mazingatio katika kuleta mwafaka kamili. Moja, lakini la pili sasa utekelezaji. Ni hofu ndio penye swali, kwa sababu inaonekana kama kwamba ukipita katika mitandao ya kijamii kilichotenda zaidi ni hofu ya watu kuliko ni matumaini yao walionayo. Kwa nini ikawa hofu imekuwa ndio sehemu kubwa zaidi katika tukio hili ambalo lingetakiwa kutazama kama kwamba ni tukio la kukwamua mkwamo kuliko ni matumaini? Kwa nini ikawa hivi? Ni kwa sababu hawa wanaoyataka mabadiliko wanawajua vizuri wale wanaokabiliana nao, si watu wa kuaminika, kwa sababu ndio hawa ambao miaka iliyopita walivuruga maksudi, yani kwa dhamira yake mtu maksudi, kiongozi akaamua kuvuruga maridhiano. Hawa viongozi wawili tuliosikia leo wanasifiwa kwa kuyaongoza vizuri mazungumzo upande wa Chama cha Mapinduzi. Mmoja alijenga maelewano, siasa ya maridhiano katika nchi, aliyemfuatia akayavuruga. Mazungumzo yamekwenda miezi 8 ya kufikia hatua kama hii, na ndani kipindi chote hiki Zanzibar imebakia watulivu ikisubiri hatua hii ambayo imefikiwa sasa. Je, zama unadhani kwamba zinaweza kubadilisha hali ikawa hata kama ni wale ikawa wakati si ule wakati ni mwingine huu? Na mimi nataka kujipa imani kama wanavyojipa baadhi ya hao watu ambao wanauliza swali hili, kwamba huenda
na Mwenyezi Mungu ajalie sana, awape nyoyo safi hawa thabiti, utekelezaji uende vizuri. Ni jambo ambalo linawezekana. Unajua uzuri ni kwamba ni jambo linalowezekana, kwa sababu kwa nini kuwe na ugomvi katika kuendesha nchi? Kwa nini wengine wavute kushoto ambako wananchi hawataki, lakini wengine wavute kulia ambako wananchi wanataka? Nchi ni ile ile moja, jamii ni ile ile moja. Tunavutana kitu gani wakati tunahitaji Zanzibar isonge mbele? Ni mazungumzo hayo kati ya mwenzangu Mohamed Khalef na mwandishi wa habari wa siku nyingi visiwani Zanzibar, Jabir Idrisa. DW tunavuma kwa kishindo. Naam, tunapozidi kusonga mbele ni kwamba hatua ya rais wa Marekani Donald Trump kufika Uturuki kwa mkutano wa jumuiya ya NATO imeonekana kuimarisha uhusiano kati ya mataifa hayo mawili. Katika mkutano huo, Rais Recep Tayyip Erdogan alimkaribisha Trump kwa shamra kubwa zilizojumuisha maonyesho ya ndege za kijeshi. Hatua kubwa zaidi ya kidiplomasia imepigwa baada ya Trump kuahidi kuiondolea vikwazo Uturuki vilivyotokana na kununua mifumo ya ulinzi wa Urusi kipindi cha nyuma. Ripoti kamili na Michael Kwena. Uhusiano kati ya Marekani na Uturuki umeonekana kuimarika katika mkutano huo wa siku mbili uliomalizika Jumatano wiki hii mjini Ankara. Akiwa nchini humo, Rais wa Marekani Donald Trump aliweka wazi kwamba yuko tayari kuiuzia Uturuki ndege za kisasa za kivita aina F-35, ingawa baadaye alifafanua kuwa bado hajafanya uamuzi wa mwisho. Katika kipindi chote cha mkutano huo, Trump alimpongeza mara kwa mara Rais Erdogan, huku viongozi hao wawili wakionekana wenye furaha tele wakizungumza kupitia wakalimani wao. Trump amenukuliwa akisema alihudhuria mkutano wa NATO kwenye taifa hilo kwa sababu mwenyeji wake alikuwa Erdogan, jambo ambalo limechukuliwa kama ushindi wa kidiplomasia kwa Uturuki. Naye Erdogan alimshukuru Trump kwa kuthamini urafiki wao na kuonyesha umuhimu wa ushirikiano kati ya nchi hizo mbili. Moja ya maamuzi yaliyochukuliwa na Trump katika kukuza ushirikiano ni ahadi yake ya kuondoa vikwazo vya Marekani dhidi ya Uturuki ambavyo viliwekewa mnamo mwaka 2019 baada ya Ankara kununua mfumo wa ulinzi wa anga wa Urusi unaojulikana kama S-400. Trump alikwenda mbali zaidi na kumtetea Erdogan dhidi ya ukosoaji mkali wa hivi karibuni kutoka kwa waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu. Itakumbukwa kuwa siku kadhaa zilizopita Netanyahu alionya dhidi ya uwezekano wa Marekani kuiuzia Uturuki ndege za kisasa za kivita aina ya F-35. Hata hivyo, Trump ameonyesha kuendelea kumunga mkono Erdogan na kuashiria kuwa yuko tayari kuimarisha ushirikiano wa kiusalama kati ya Washington na Ankara. Licha ya Trump kuonesha ukaribu na kutoa ahadi za kuiuzia Uturuki ndege zake za kivita na kuiondolea vikwazo, wachambuzi wanasema ahadi hizo zinaweza kukabiliwa na upinzani mkali ndani ya bunge la Marekani. Hii ni kwa sababu sheria za Marekani zinazuia ushirikiano huo wa kijeshi, wakati Uturuki bado inamiliki mfumo wa S-400. Kwa miaka kadhaa, Uturuki imekuwa ikisisitiza kutaka kuondolewa kwa vikwazo vya Marekani na kuruhusiwa tena kushiriki katika mpango wa ndege za kivita za F-35, lakini Ankara iliendelea kushikilia msimamo wake wa kununua mfumo wa ulinzi wa anga Urusi wa S-400 mwaka 2019. Nani hapo ndipo tunapohitimisha matangazo yetu ya habari asubuhi ya leo, ikiwa ni tarehe 13 mwezi wa 7 mwaka 2026. Wapendwa wasikilizaji na watazamaji, kama itakuwa ni mara yako ya kwanza kufuatilia habari kupitia Congo Post News, hakikisha una subscribe, like, comment na kushare, na kwa lugha nyingine banasema unajiabone na comment vile una partage. Wala unaweza kutuandikia kwenye namba ambayo inaendelea kwenye screen yako kwenye video, na ukatupatia maoni yako au ukatujuza unaendelea kufuatilia Congo Post News ikiwa sehemu gani. Na hapo ndipo unaweza ukatupatia sasa maoni yako, aiza mapendekezo yako. Langu jina ni Ite Idi George. Unaweza kunitafuta kupitia mtandao wangu wa Facebook, na hapo kwa unajua nini kinachoendelea sehemu mbalimbali nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo nzima kwa ujumla, na wakati mwingine kujua habari za kimataifa. Asante wapendwa wasikilizaji na watazamaji, basi tukutane katika taarifa zetu za habari za mchana ambazo utazipata na saa 5 za mchana na dakika 45, yani habari za asubuhi unazipata na saa 11 asubuhi na dakika 45, yani 45 ya mchana unaipata na saa 5 na dakika 45, na za jioni vile vile unapata na saa 1 ya usiku
na dakika 15. Asante sana ndugu zangu kwa kuendelea kuwa nami kila siku. Congo Post News, sauti yenu ambayo inawaletea habari za ukweli za kuaminika kutoka sehemu mbalimbali, kutoka pia kwenye uwanja wa vita. Asante.